Tumekuwa mashuhuda wa watu wengi waliobarikiwa uwezo wa kipekee wa kubuni na kuunda vitu mbalimbali, iwe kupitia vipaji vya asili au maarifa na ujuzi waliopata kupitia elimu na uzoefu wa maisha. Wapo wanaotumia vipaji hivyo kujipatia kipato, wengine kujitambulisha, lakini wapo wachache wanaovitumia kubadili maisha wengine. Huyu ni mmoja wao. Hapa sio kituo cha utalii wala sio eneo la mapumziko au starehe. Hapana, hapa ni shule sekondari ya serikali Katale iliyo halmashauri ya Bukoba mkoani Kagera, mahali ambapo elimu imepewa sura mpya, sio kwa maneno tu bali kwa vitendo. Ni matokeo ya ubunifu wa mwalimu mmoja aliyefikia uamuzi wa dhati kwamba maarifa kwa mwanafunzi yasibaki ndani ya vitabu pekee, bali yaonekane, yagusike na yaishi katika mazingira yao ya kila siku. Kupitia michoro na ubunifu wa kimasomo, mwalimu huyu ameigeuza shule kuwa darasa kubwa la wazi. Kila kona ya shule imebeba ujumbe wa kielimu. Kila hatua unayopiga inakukumbusha kuwa hapa msingi mkuu ni elimu. Alichokifanya sio urembo wa kawaida, bali ni mbinu bunifu ya kufundisha na kukumbusha, hata pale mwanafunzi anapokuwa nje ya darasa. Kwa macho ya kwanza utaiona shule hii ikiwa na mvuto wa kipekee. Kibao cha jina la shule kimebuniwa kwa umbo la daftari au kitabu kikiwa na kalamu pembeni. Huu ni ujumbe mzito lakini ulio wazi kwamba Katale Sekondari imejengwa juu ya msingi wa elimu, kalamu na maarifa. Ni alama inayoamsha hamasa na kumfanya kila anayekiona kutafakari thamani ya elimu. Ndani ya eneo la shule, mwalimu huyu ameunda mfano wa fuvu la binadamu. Si mapambo ya bahati nasibu, bali ni kiwakilishi cha somo la historia. Kupitia fuvu hilo, mwanafunzi anakumbushwa kuhusu asili ya mwanadamu, mchakato wa kuumbika kwake na safari ndefu ya historia ya binadamu waliojifunza darasani. Somo linakuwa hai, linaacha alama akilini mwa mwanafunzi. Ameenda mbali zaidi kwa kuweka mfano wa moyo wa binadamu. Huu ni mchango mkubwa katika somo la sayansi, unaomwezesha mwanafunzi kuelewa kwa macho namna moyo ulivyo na kazi kubwa unayoifanya katika mwili wa binadamu. Ni somo linalotoka darasani na kuja mbele ya macho ya mwanafunzi, likiwa rahisi kukumbukwa na kueleweka. Katika kuonyesha upeo wa elimu, mwalimu huyu ameweka sanamu la dunia. Hili ni darasa la wazi la jiografia. Kupitia sanamu hilo, mwanafunzi anapata fursa ya kujifunza kuhusu mabara, nchi, mipaka na mazingira mbalimbali ya kijiografia. Dunia inakuwa karibu, inakuwa rahisi, sio ramani ya kufikirika tu kwenye vitabu. Hakika kila anayefika shule ya sekondari Katale husimama kwa mshangao. Ni shule iliyobeba hadithi ya ubunifu, uzalendo na taaluma ya kujitolea kwa dhati. Mimi kwa upande wangu naona hali ni nzuri. Tunaendelea kumuombea huyu mwalimu angeendelea kuwepo kwa sababu ametutoa mbali. Kitu cha kwanza, watoto wetu walikuwa wanashindwa kufaulu, sasa wanafaulu vizuri, na kitu ambacho tumekiona kwake ni kigeni ni haya maua. Hapa tuna mawe, tuna miti, tuna kila kitu, vitu gasia, lakini mwenyewe amevitoa, katuletea maua, kapamba, na kila mmoja anayepita hapa anafurahia hii shule kumleta mtoto wake aje asome hapa. Anastahili kupewa sifa kwa sababu hii shule ilianza katika mazingira magumu. Kwa nguvu za wananchi kufikia hapa ndipo serikali imetia nguvu nyingi, ikawa na muonekano mzuri, lakini uongozi unatofautiana. Kuna viongozi mbalimbali, maheadmaster waliokuja hapa, kila mtu anakuja na mbinu zake, lakini huyu mwalimu headmaster huyu kwa kweli ametusaidia sana, na shule inaonekana ilikuwa na mawe, vichuguu nini, watu walikuwa wapiti. Sasa angalia hata na magari yanafanya nini, yanafika. Ubunifu huu haujawavutia wananchi pekee, bali umevuka mipaka na kuwagusa viongozi wa juu wa serikali, hadi kufikia hatua ya mkuu wa mkoa wa Kagera Hajati Fatuma Mwasa kuvutiwa na kushangazwa na ubunifu huo na kushindwa kujizuia kuonesha furaha na pongezi zake. Yaani bwana, kwenye reception mtu tunamjengea shule mpya kabisa, hata kufuta buibui. Sasa tazama huyu, mtafute buibui kama utamuona. Haya, pamoja na hizi mimi nitakupatia pia zawadi ya kompyuta. Asante, lakini tunamuomba huyo kijana aliyofanya kazi hii tukampatie tenda akatengeneze kwenye shule nyingine, haswa shule zetu mpya. Hii kazi imegharimu kama shilingi ngapi?
Kwa jumla siwezi kupata nani, kwa sababu nilikuwa naomba kwa fadhili. Huyo ananipa mfuko wa simenti, ananipa nondo. Kwa hiyo labda nikijumlisha tengeneza taarifa. Aha, basi wewe utupe, yeye atatupigia mahesabu. Kwa hiyo shule zetu zote mpya tutatengeneza hivi. Zote mpya. Ili sawa kijana kama na wenzake atawafundisha kumbe kuweka maua inawezekana, kuweka nini inawezekana. Yaani jamani, kuna mwenye swali kwenye hili? Lakini pia nitakuletea vitambaa viwili vya suti nyingine yaani wewe umeuponya moyo wangu. Wengine wanapewa ndio penyewe. Kuna mwingine ni mwalimu mzuri sana wa hesabu, mwingine mzuri sana wa physics, wewe unampa ukuu wa shule. Sio kipaji chake kiko kwenye kuongoza. Kwa hiyo watoto hesabu wanafeli na shule mbaya. Kumbe ungemwacha kule darasani angetuongezea A za hesabu. Lakini hapa kipaji kimefika kwa mwenye nacho. Huyu sasa ukimpa ukuu wa wilaya, wilaya inafananaje? Si ukiingia tu karibu. Akimpongeza mwalimu huyo kwa ubunifu, ubora wa kufundisha na kwa kuigeuza shule kuwa mfano wa kuigwa. Kwa hakika huu ni ushindi kwamba pale mwalimu anapojitoa kwa moyo, elimu hubadilisha sura, shule hubadilika na kuwa alama ya matumaini na jamii hunufaika. Katale Sekondari sio tu shule, bali ni kielelezo cha kila ambacho elimu bunifu inaweza kufanya katika kujenga kizazi chenye maarifa, ubunifu na ndoto kubwa. Hivi karibuni TNTV tutakutanisha na mwalimu huyo. Jina langu ni Arnold Kilembo. Usisahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.